Asante mtazamaji na karibu kwenye mwendelezo wetu wa siasa. Kuna breaking news zimeweza kutokea na ni hali ya kusikitisha sana. Kwa hivyo weza kukaa nami mpaka mwisho wa video hii, na weza kulike hii video, weza kusubscribe hii video, weza kucomment na ukae na mimi uweze kupata mafundisho na tujifundishe kupitia hii video, sababu ni ya kusikitisha sana na ni mambo ambayo yameweza kunifikia na kuweza kufikia hiki kituo chetu. PS kwa Youth and Affairs, Fikirini Jacob amekuwa na mkutano upande wa Kariokoo, Nairobi. Na wakati alikuwa anaenda kutajarisha huu mkutano wa upande wa Kariokoo, aliweza kutafuta vijana waweze kumobilize wengine, hao vijana at least waweze kuimba wimbo wa two term. Fikirini Jacob ni mmoja mwenye anafanya kazi katika serikali ya William Samoei Ruto na ni wa chama cha ODM, mwenye aliweza kufaindika kutokana na hao vijana after the demonstration of 2024 June. Aliweza kupata ajira kutoka kwa Rais William Ruto na serikali yake after vijana waliandamana. Fikirini Jacob sasa hivi anafanya kazi na Broad-Based na amekuwa na mkutano upande wa Kariokoo. Mkutano nafikiria ni wa youth development, sababu ni PS wa youth. Lakini kabla aende kwa mkutano wake, kwanza aliweza kumobilize vijana waweze kutafuta vijana wengine waweze kuimba wimbo wa two term, at least uonekane serikali inaungwa mkono. Na after hao vijana walitafutwa, walimobilize watu na wakaenda kwa mkutano wakaimba wimbo wa two term, ikafika wakati wa kutoka kwenye mkutano mtu ajiendee zake. Fikirini Jacob alijiendea zake, lakini nao vijana walituma kijana mwenzao aendee pesa kutoka kwa PS Fikirini Jacob. Wakati waliendea pesa kwa Fikirini Jacob, huyo kijana mwenye alitumwa kaendea pesa kwa Fikirini Jacob alienda akapewa pesa ambayo haitoshi. Siko sure na ile pesa ambayo alipewa vizuri, lakini zile habari napewa hapa naona zinaambiwa ni 10,000 Kenyan shillings. Ndizo alipewa kwanza. Wakati alipelekea vijana, huyo kijana alikuwa ametumwa ambaye anaitwa Cecil Otieno. Wakati alichukua zile pesa alipelekea vijana na vijana walikataa hizo pesa. Wakasema hii pesa haitoshi, wamrudishie, waongee at least waweze kumuongezea nini pesa. Vijana wenzangu na wenzetu katika Kenya mzima, tuachane na pesa za wanasiasa, tuachane na pesa ambazo hatujatafuta, tuachane na kitu ambacho si jasho letu, kitatuua, tutakufa kwa urahisi. Pesa ya wanasiasa tuachane nayo, acha wakae na pesa yao. Hiyo ni pesa ya laana, hawaipati kwa njia nzuri. So huyu kijana anaitwa Cecil Otieno aliporudi mara ya pili, aliingia kwa ile gari na wakajaribu kunegotiate. Sijui ni eti walishindwa kusikizana bei. Bodyguard kwa hiyo gari ilikuwa na bodyguard kwa hiyo PS, na hiyo PS alikuwa ndani, akaweza kumpiga risasi ya mbavu. Kwa hivyo msikizaji, kaa pamoja na mimi ninapokuonyesha hii video ukaweze kusoma na ukaweze kuelewa, sababu niko na video zote naenda kukuonyesha sasa hivi vile aliuawa na vile alipelekwa hospitali na vile alikufa. Kwa hivyo kaa na mimi macho kwa macho, tuweze kufundishana na kuelewana na tuweze kufundisha wengine. Tafadhali niweze kulike hii video, hii mafunzo kaweze kufikia wengi. Kaweze kusubscribe hii video. Wakati wote tunatoa breaking news kama hizi, ukaweze kuzipata. Asante. Huyu kijana after kuingia kwa gari alirushwa
nje ya gari. Wenye walikuwa hapo nje kwanza walisikia kuna vurugu iko ndani ya gari. So hao walikuwa kwa gari wafuta kujua mambo itakuwa mzuri. Wakabidi waende na wakamurusha Cecily Otieno kwa dirisha. Akaanguka, was dumped on the road. Na wakapiga marisasi za juu at least watu wasiweze kuwavamia. Swali ni je, hii ndio serikali ambayo tutaivumilia mpaka 2032? Sababu wanaomba tena miaka 5. Tutaweza kuvumilia hii serikali mpaka 2032? Hii ni jambo la kusikitisha. Mbona vijana tusiachane na hii pesa ya hao watu? Kwani tutakufa? Kwani leo na jana na kesho ndizo ulikuwa unakula? Si unatafuta? Sio watu wakae na pesa yao. Na tusipoachana na hii pesa tutakufa wengi. Tutakufa wengi. So huyu kijana alikufa hakuwa gun, ni wa chama cha ODM. Na huyu PS ni wa chama cha ODM, lakini wanafanya kazi katika serikali ya William Samoei Ruto ambao ni broad based. Hebu tumuone na tusikize kutokana na hii video vile huyu kijana aliweza kurushwa na shinde ilikuwa wapi na kulienda dini. Nimpe pesa. Kama kawaida yukuda na nanga ameleta pesa. Mwenyewe tukafungua njia. Gari itoke. In just some few meters. Tunasikia sesona slap clear gari. Ni kama ameshutiwa ndani ya gari tena akatolewa hivyo nje. Alafu tunajifanya na shoot huko juu watu watoroke. So mimi naona tamechapwa ndani ya gari. Rushwa nje kulikuwa na jam. Then jam ikifunguka. So bodyguards wa alishutiwa wapi? Ndani ya gari. Ndani ya gari, lakini area gani? Gari ya PS. No, ilikuwa area gani? Alifika hapa chini. Alikuwa hapo chini. Akitoka nje ya function. Tukishatoka yote, sasa tunamfuata akipewa do kutoka hivi. So before apewe hata hiyo do, ni kama mkusana pale ndani akaanza kumpiga. Akashutiwa, then akadropiwa hapo hivyo kaanza kufuta. Mana PS, wewe ni mtu wa chama. Huyu ni kijana wa chama. I need more information. Now everybody will get eyewitnesses. Huwezi, kuna mtu anaruhusa kuoa vijana wa chama cha siasa. Na huyu sio good. Vijana wangu wa Embakasi hawezi kuwa good. Yeye alimuita. Na unamuita magari. We need government to take action. Fikirini kijana wangu. Na kabla niwaonyeshe hii video nyingine ambavyo alivyopeleka hospitali na vile aliweza kukufa akiwa hospitali, kuna hii information nimeipata kwa Maverick Haoko kwa mtandao wake wa X. Ameweza kupost hivi. Na ukiona kitu ambacho Maverick Haoko ameweza kukipost, hicho ni kitu ambacho ako na uhakika nacho. She is not guessing. Anajua anasema nini. So Maverick Haoko ameweza kusema hivi, ndio hiyo na nimeweza kukupostia hapo. PS for Youth Fikirini Jacobs, yesterday you attended a youth empowerment meeting at Karioko. When it ended, you told a comrade took alumnus Cecily Otieno to enter your car achukulie youth chai. Arrangedly, whatever altercations ensued in your car remains a mystery. All is known is that your bodyguard shot him on the ribs, then his body dumped by the road. Mwili wake ukarushwa kwa barabara. You were an ODM youth leader who got a chance into government thanks to Raila and Ruto's post June 2024 Kamaradire. Unaua Mjaruo kwa nini? Why are Luo youth still being mandant na wako pande ya serikali? Mr. President William Ruto, ni kura gani unatafuta kwa Wanjaruo when a PS does this and gets anyway with it? Comrades, bebeni hiyo maiti mpeleke Talanta Annex ofisi ya Fikirini aikule bas. Msikizaji na mtazamaji, nafikiri umeweza kusoma hiyo post. Sababu ni kitu ambacho ni cha kusikitisha sana. Eti tumiangirie tufanye hivi ni kumobilizia watu wakiimba wimbo wa tutam, bei unakataa kufika then unaniua.
Na serikali ya Kenya mpaka sasa hivi hatujasikia kuna evidence ambayo huyu Fikirini ameshikwa ama bodyguard wake, sababu this is a government of brag. I can say like that. Mbona hawashikwi? Mbona hawashikwi? Are they above the law? Are they above the constitution of Kenya? Na vijana tafadhalini, na waomba tena, na wasihi, tukule jasho letu. Achani na pesa wanasiasa. Tungoje 2027. Tupige kura mahali tunataka, tuchague viongozi vyema, then turudi. Hii mambo ya kukula hii pesa ya hawa watu za laana, hauwezi peleka nyumbani. Ni laana na itatuua kabisa. Tafuta pesa. Kama una kazi, nenda mjengo. Tafadhali, uza maji. Nenda kwa soko, weka vibanda. Pika kachai, zungusha kahawa. Zungusha kahawa na dhamos. Tuone kama tutanunua. Sababu mimi nasikitisha sana kuona mwenzangu anakapitia kama hiyo. Huyo kijana alipochukuliwa kwa barabara mahali alitupwa, aliweza kupelekwa hospitali. Na tafadhali mwenzangu, nimekuambia weza kulike hii video, weza kusubscribe hii video. Sababu hii ni mafundisho mengi tunaweza kuwapea sasa hivi, na hii breaking news iweze kufundisha watu wengi wanao kuwa na tabia kama hizi za kutukuza wanasiasa na kuendea pesa zao ambazo zinatukura na kutuua. Tafadhali like na uweze kusubscribe. Alipelekwa hospitali, hebu tumuone ikiwa hospitali na vile aliweza kuaga dunia na kutuacha. Je, hiyo ni haki kweli? Na chenye ni cha huzuni kabisa, bodyguard hajashikwa mpaka sasa. PS hajaweza kushikwa mpaka sasa. Hatujaweza kupata habari ya kwamba wameshikwa. Ni kwa nini bado sasa hawajashikwa? I don't want to mobilize Kenyans here. Sababu if I start mobilizing you here, najua pia mimi watanitafuta. So, hebu tufikirie tutafanya nini? Kila mtu achukue kura, kila mtu achane na mwanasiasa kusema huyu mwanasiasa na kukura pesa yake. Tuungane pamoja, tungoje kura zifike, tupige kura, tutoe wenye tunataka kutoa na turudishe wenye tunataka kurudisha. Mpenzi mtazamaji, tukiwe na akili. So hiyo tumeona hapo hakuna humanity kwa watu. So kwa hivyo mpenzi mtazamaji, na kuomba ukakue pamoja na sisi na ukaweze kukua katika kituo hiki tunapoachilia habari zetu, ukaweze kuzipata kila wakati. Ili kuweza kuzipata, weza kusubscribe, bonyeza hiyo kengele, bonyeza hiyo like na ukaweze kucomment in comment section, uweze kusema kujibu ya kwamba utachagua hii serikali ama tutaiacha nje. Na kama hii ndio maisha tunataka kuishi mpaka 2032, hebu tuseme kwa comment section kama tutaweza kuvumilia ama tutaibandua 2027 kupitia kura. Ni asante msikizaji kwa kukua katika kituo hiki.